الفوائد العزيزية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أشكر الله سبحانه وتعالى. salamu zimwendee mbora wa viumbe Mtume wetu Muhammad, yeye na watu nyumbani kwake na masahabaze na waumini watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema, Allahumma amin. Tunaendelea na kitabu chetu Durusun Ramadhaniya, kitabu ambacho kimeandikwa na Sheikh Bilal Tahir Timbal Bila. Tunafika darsu sabi', kisomo cha 7 ambacho ni ahkamul mar'ati fi sawmi, hukumu za mwanamke kunako saumu, mambo ambayo yanamhusu mwanamke katika saumu. Min almasail allati yajibu an tata'allama almar'atu jayidan fi shahri Ramadan, miongoni mwa mambo ambayo yanamwajibikia mwanamke kuyajifunza vizuri ndani ya Ramadhani: at-tuhuru min al-hayd, kutaharika kutoka kwenye hedhi, au nifasi, au kutaharika kwa kutoka kwenye damu ya uzazi. Wa min ahammiha ma yali, yaliyokuwa ya muhimu ni haya yanayofuatia: idha tahuratil mar'atu thumma ra'at qudratan aw sufratan ba'da at-tuhuri fahal tusalli wa tasumu? Hili ni suala la 22 katika masala yetu. Mwanamke atakapotaharika kutoka katika hedhi imemalizika au damu ya uzazi imemalizika, lakini akaona kudra, maji meupe hivi yanatoka kwa mwanamke, au sufra, au maji ambayo yanatoka kama vile ya njano, maji ya njano hivyo. Haya maji yanamtoka mwanamke baada ya yeye kumaliza siku zake za hedhi au za uzazi. Je, huyu mwanamke atasali na ataswaumu? Jibu linakuja naam, ndio, atasali na ataswaumu. Tuswali wa tasumu, atasali na ataswaumu. Lianna lituhuri alamatan barizatan, kwa sababu kutaharika kuna alama ambazo zipo wazi. Taarifuha nisa'u tusamma alqassatu albayda, bimaana la subhanallah, pale kwenye kudra. Tunarudia masuala: idha tahuratil mar'atu thumma ra'at qudratan au sufratan, ikiwa mwanamke atataharika, siku zake zimemalizika, kisha baada ya kutaharika akaona maji ambayo yanaitwa kudra au sufra. Kudra ni maji ambayo yanakuwa maji ambayo yanakuwa michanganyika yamuka wekundu au kahawia hivyo, sawa. Afu sufra inakuwa imechanganyika na rangi ya njano, kama inakuwa kama vile usa hivyo, au nakutana inakuwa imechanganyika kama vile njano na weusi. Haya maji yakitoka baada ya siku zake zimemalizika, atasali na ataswaumu? Jibu ni ndio, atasali na ataswaumu. Lianna lituhuri alamatan barizatan, kwa sababu kutaharika kuna alama ambazo zipo wazi. Taarifuha nisa'u, wanawake wanazijua. Tusamma, hayo maji, hizo alama ambazo tuko tunazizungumzia zinaitwa alqassatul bayda. Alqassatul bayda ni maji meupe, alafu yanakuwa ni mepesi, yanatoka kwenye kifuko cha uzazi, dalili ya kuonesha kwamba hedhi imemalizika. Maji meupe mepesi. Fa idha ra'atha almar'atu fadhalika alamatu intihai al'adati wa ibtida' tuhur, mwanamke akiona hayo maji ni alama ya kwamba muda wake wa hedhi umemalizika au muda wake wa damu ya uzazi umemalizika. Wa ibtidaa at-tuhuri,
na inakuwa ni wakati wa kuanza siku za kutaharika, yani ameanza sasa siku za kuwa vizuri. Wa fi dhalika qalat Atiyya radhiyallahu anha, Atiyya kasema hivi: kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'a, kwamba kudra na sufra, yale maji ambayo tumezungumzia ambayo yanatoka baada ya siku za mwanamke, yale maji ambayo yanakuwa yamechanganyikana njano au weusi kidogo, yanakuwa ni machafu, tulikuwa tuhesabi kwamba ni kitu chochote, yani tulikuwa tuhesabi kwamba ni hedhi au nifasi. Anasema hadithi imepokea Abu Daudi na akaisahihisha Sheikh Al-Albani. Lakini haya maji yakitoka kwenye zile siku za hedhi inahesabika kuwa ni hedhi. Mfano, mwanamke anaingiaga kwenye siku zake siku 5. Kisha siku ya 3 akaona maji yako kama vile usaa, asifikiri kwamba ni tahara. Hii haihesabiwi kwamba ni hedhi kwa sababu yametoka kipindi cha hedhi. Lakini akija kutoka siku ya 8 asihesabiwi kwamba ni hedhi. Hii si mshtuki kitu chochote. Akasema Sheikh, idha tahuratil mar'atu athna'a nahari Ramadhan, ikiwa mwanamke atataharika mchana wa Ramadhani, imefika wakati wa dhuhuri, hedhi kamalizika, alaiha al-imsaku fi baqiyati yawmiha, basi inabidi huyu mwanamke ajiziwie muda unaobakia, asili tena, ihtiraman lilwaqti, kwa ajili ya kuheshimu mchana wa Ramadhani, wataqdi al-ayyam allati aftaratha bilhayd, lakini siku ambazo alizokula wakati wa hedhi atazilipa, na hii siku ambayo ameshinda hakuswaumu mpaka dhuhuri, na yenyewe pia atailipa kwa sababu hakuswaumu, atailipa na yenyewe. Sheikh akasema idha ra'at at-tuhra qabla al-fajr, ikiwa utaona damu imekauka kabla al-fajiri haijaingia, yalzamuha as-sawmu, huyu mwanamke ni lazima kuswaumu. Kwa nini? Kwa sababu tumeshaona kwamba vile swaumu inaanza wakati alfajiri itachomoza. Walakin laysa alayha ta'khiruhu ila tulu'i ash-shamsi, bal yajibu alayha an taghtasila wa tusalli qabla tulu'i ash-shams. Lakini haifai kwa nimeruka, yalzamuha sawmu, mwanamke huyu analazimika kuswaumu. Wala mani'a min ta'khiriha al-ghusla ila ba'di tulu'i al-fajr, na wala hakuna kiziwizi ikiwa kwamba utachelewa kuoga mpaka hata alfajiri kachomoza. Kuna mtu ametaharika kisha hajaoga, wakatoa azana alfajiri, alafu akasema la, hivi sikuoga, inaonekana sina swaumu. La, sio hivyo. Swaumu uko nayo na uoge usali. Walakin laysa alayha ta'khiruhu ila tulu'i ash-shams, lakini si vizuri mtu kukataa kuoga eti utakoga asubuhi hadi sala alfajiri kakupita ukaja kuoga jua limechomoza, umekosea. Bali yajibu alayha an taghtasila wa tusalli qabla tulu'i al-fajr, tulu'i ash-shams, bali cha lazima ni mtu kuoga na usali sala kwa wakati wake, sala alfajiri kabla jua lijachomoza. Wa hakadha al-junub, hivyo mwenye kuwa na janaba. Kuna mtu mmoja aliwahi kuulizwa swala, mke na mume walifanya tendo la ndoa usiku, kisha wakalala wakaamka alfajiri imefika, vipi, wanaswaumu au hawana swaumu? Subhanallah. Ule mtu akaenda kujibeti, hamna swaumu. Allahul musta'an. Kwa nini hawana swaumu? Swaumu ipo. Tusome jamani, tusome. Suala la 23. Suala la 23, Sheikh anasema ma hukmu dhawqi at-ta'ami fi nahari Ramadan, fi nahari Ramadan wal mar'atu sa'ima, ipi hukumu ya kuonja chakula mchana wa Ramadhani na ilhali mwanamke ameswaumu? Yani mwanamke yuko anapika akahitaji aonje asikize chumvi ipo ama haikukoza au chumvi ni nyingi, hukumu yake nini? Je, inajuzu ama haijuzu? Anasema Sheikh, jibu dhawqu at-ta'ami la ba'sa bihi idha da'at al-hajatu ilayhi, kuonja chakula kusikiliza chumvi kama imekoza
hakuna ubaya ikiwa kwamba imehitajika. Ila cha kujichunga ni kipi? Asimezi. Baada ya kusikia kwamba chumvi ipo, ateme yale mate, asiamezi. Hilo ni suala la 23. Sheikh akaleta masala mengine akisema khurujul mar'ati litarawih wal eid. Masala kuhusu mwanamke kutoka kwenda kusali sala ya tarawih au kusali sala ya Eid. Akasema wayajuzu linnisa'i hudurul masajidi idha uminatil fitnatu minhunna wa bihinna. Inajuzu wanawake kutoka kwenda kusalia misikitini kwa sharti ikiwa kwamba watasalimika kutokana na fitna. Wanamume watasalimika na fitna ya wanawake, na hao wanawake pia na wenyewe watasalimika na fitna. Fitna ambayo itapelekea labda kutamaniwa na wanamume, kutafutana kwenye makona. Hivi vitu vyote kama vitakuwa hamna, inajuzu mwanamke kwenda kusalia msikitini. Kwa hadithi ya Ibn Umar kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, msiwakatazi wanawake kwenda kusalia misikitini. Walianna hadha min amali salafi salih radhiyallahu anhum, na hii ndio ilikuwa kazi ya wema waliotutangulia. Wanawake walikuwa wanaenda kusalia misikitini tarawih, hata sala za kawaida, sala za Eid walikuwa wanaenda msikitini, bali Mtume akawaamrisha watoke waende wakasali Eid. Wa idha kharajat ila almasjid lis-salati fala budda min mura'ati al-adabi taliya, mwanamke akitoka kwenda kusalia msikitini achunge mambo yafuatayo. Achunge haya mambo: antakuna mutasattiran, mwanamke awe amejistiri; mutahajjiba awe ni mwenye amevaa hijabu lake la kisheria; ghaira mutabarrija, asiwi ni mwenye kuonesha mapambo yake. Mwanamke unakutana amevaa joholi na maua kisha anatoka zake barabarani na kwenda, hii haijuzu. Wala mutatayyiba, wala asiwe amejipaka manukato eti kisha anaenda msikitini, haijuzu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadanna ma'ana al-isha al-akhir, mwanamke yote ambaye atakayejipaka manukato asitoki kuja msikitini, asije kusali na sisi sala la isha. Hadithi amepokea Imamu Muslim. Jambo la pili ni kwamba wa alla tubdi zinataha, mwanamke asidhihirishi mapambo yake. Sheni zisionekani, sijui umevaa cheneti, cheni kwenye miguu visionekani. Yaani usidhihirishi mapambo yako. Umeiweka mpodo usoni mpaka kila mtu anakuona na kukutamani. Achana na hivyo vitu, jistiri pasavyo. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wala mwanamke asidhihirishi mapambo yake isipokuwa yale ambayo yamelazimika kudhihirika. Wanazuoni wakafasiri kwamba hii nguo yenye amevaa ya juu hakuna gisi ya kuificha, hiyo inasamehewa. Jambo la tatu, wa an la takhtalita ar-rijala fi at-tariqi wa fi al-masajid, asichanganyikani na wanamume barabarani, njiani au msikitini. Tena mwanamke anakuja iko kikundi cha wanamume hawajuani nini wala nini, hadha la yajuzu. Tuwe makini. Shaka zungumzia masala ya khurujul mar'ati lil-eid, mwanamke kutoka kwenda kusali swala ya Eid. Mwanamke kwenda kusali sala ya Eid. Akaleta hadithi an ummi Atiyya qalat umirna an nukhrij al-huyyada yawm al-eidain. Atiyya anasema tumeamrishwa tuwatoe wanawake ambao wako katika hedhi siku ya Eid, tuwatoe waende wakasali Eid. Wadhawati al-khudur, na wale vigori, wale wanawake ambao wanataka kubaligh, wanataka kuvunja ungo. Fayashhadna jama'at al-muslimin, waende na wenyewe wakashuhudia umoja wa Waislamu, waende kwenye uwanja wa Eid. Wa da'awatuhum, waende wakashuhudia wito wa Waislamu, takbira za Waislamu. Wayatazilu al-huyyadu an musallahun, wanawake wenye hedhi ikifika saa ya sala waikae pembeni wasisali, lakini waende wakafate mauidha, wapate takbira za Eid, lakini saa ya sala wasisali. Qalat imra'atun ya Rasulullah, mwanamke mmoja akasema, ewe mtume wa Allah, ihdana laysa laha jilbabun,
mmoja wetu hana jilbabi ataenda aje msikitini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema litulbisha sahibatuha min jilbabiha, ndugu yake amvishe jilbabi, ndugu yake amwazime. Sasa leo kuna watu wanakosea. Mtu hana nguo eti mimi siende kusali Eid leo, sina nguo ya kwenda kusalia. Wallahi unakosea. Azima kwa rafiki yako, azima kwa dada yako, vaa ulizokuwa nazo, ila kikubwa utoke uende kwenye uwanja wa Eid. Lazima toka uende kwenye uwanja wa Eid. Na watu ambao wanawake wengi ukitizama siku za Eid wanaenda misikitini hali ya kuwa wamevaa zao manguo ya mapambo, manguo za maua, nguo ambazo hazijulikani kwenye sheria, wanakosea. Hadithi imepokea Imamu al-Bukhari. Kwa hiyo watu tuwe makini sana na vitu ambavyo tunavyovifanya. Hilo ndio darasa letu hilo la leo. Allah atuwafikishe kwenye kila la khairi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.